لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف خلقه وأفضل الأنبياء ورسله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله رضاه أمان ورحمة وأمره قضاء وحكمة. Ndugu Islam, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma mtume wetu, kipenzi wetu, aliye ni kipenzi wa Mwenyezi Mungu pia vile vile, bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yuwasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kitabu chake kitukufu katika suratul Anfal aya nambari 20, yuwasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala: ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Yuwasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala: ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao kwamba mumeamini, atii'u Allaha wa rasulahu, mtiini Mwenyezi Mungu na mtume wake, wala tawallaw anhu wa antum tasma'un, wala msijiepushe naye na ilhali ya kuwa nyinyi wenye kusikia. Yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuwatupa amri ya kumtii yeye Mwenyezi Mungu na kumfuata bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa yale maamrisho yake tutakapoyasikia, ambayo kwamba ni maamrisho ya khairi. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaposema jambo inakuwa ni wajibu wa kutii, na iwapo mtu atavunja amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuvunja amri za mtume wake bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atakuwa yuko makosani. Kwa hiyo ndugu Islam, hivi leo itakuwa nanyi katika darsa ya toa ya mke juu ya mumewe, mambo ambayo kwamba atayafanya mwanamke atakuwa ameridhiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na mumewe pia vile vile, ili aweze kuipata pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yuwasema bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yukhatibu an-nisaa al-muslimina fayaqul, yueleza waumini wanawake kwa kuambia: idha sallat khamsaha wa samat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha yawm al-qiyamah udkhuli jannatin min ayi abwabi janna shi't. Yuwasema bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuambia wanawake wa Kiislamu njia ambayo kwamba watakapotimiza wajibu huo wataweza kuipata pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Idha sallat khamsaha, iwapo mwanamke atatimiza swala zake 5, wasamat shahraha, na akafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, wa hafidhat farjaha, na akajihifadhi kiwiliwili chake, wa ata'at zawjaha, na akamtii mumewe, qila laha yawm al-qiyama, ataambiwa mwanamke huyo siku ya kiyama na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala: udkhuli jannati min ayi abwabi janna shi'it, ingia katika pepo katika kila mlango ambao kwamba unataka. Sayyidi Abul Qasim, ya Rasulullah, ewe mpenzi wetu baba yake Qasim, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, aidi alhaditha maratan ukhra, irudie tena hadithi hii kwa mara ya pili, ala asma'i ummatin dhallat at-tariq wa dhalamu shari'atak, ili wapate kusikia wale watu ambao kwamba wamepotea njia na wakazidhulumu sharia zako. Tegeni masikio kina mama upote pale mlipo, na dada zangu wa Kiislamu pia vile vile, ili muweze kupata mafunzo kamili ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alioletwa katika ulimwengu huu kuja kutuokoa kuweza kuipata pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mambo gani mwanamke atayafanya katika maisha yake leo ili aweze kupata pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala?
idha sallat khamsaha, iwapo mwanamke atatimiza swala zake 5 kila swala kwa wakati wake, wasamat shahraha, na akaufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, wa hafidhat farjaha, na akajihifadhi kiwiliwili chake kisitumike illa kwa mumewe peke yake, wa ata'at zawjaha, na akamtii mumewe, qila laha yawm alqiyama, ataambiwa mwanamke huyu siku ya kiyama na Mwenyezi Mungu, udkhuli jannatin min ayi abwabi janna shi'it, ingia katika pepo katika mlango wowote ambao kwamba unataka. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ametuelezea uwazi kabisa ambayo kwamba ni mambo atakapofanya mwanamke katika maisha yake yanamtosha kabisa kuweza kuingia katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika mambo haya aliyotueleza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hapo bado hapajatajwa ushinzi, hapo bado hapajatajwa goma, hapo bado hapajatajwa safari aina zozote, ila ni swala 5 na kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan na kujihifadhi kiwiliwili chake na kumtii mumewe. Kwa hilo atakuwa amekamilika mwanamke huyu kwa kuingia katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mlango wote atakao. Amma an zawjatil muti', ama kuhusu taa ya mwanamke ama mwanamke mtuifu, faqad qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, hakika amesema Bwana Mtume, rehma na amani zifikirie yeye, ma tusalu anhu almar'atu yawm alqiyama salatuha wa zawjuha, yale ambao kwamba ataulizwa mwanamke siku ya kiyama ni swala yake na masala ya mumewe. Awwalu ma tusalu almar'atu yawm alqiyama salatuha wa zawjuha, jambo la kwanza kuulizwa mwanamke siku ya kiyama ni kuhusu swala na habari za mumewe. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na amesema Bwana Mtume, rehma na amani zimfikirie yeye, walladhi nafsi biyadihi, na kwa yule ambaye kwamba nafsi yake katika mikono yake, la tuaddi almar'atu haqqa rabbiha hatta tuaddi haqqa zawjiha, hatimizi mwanamke haki za Mola wake mpaka atakapotimiza haki ya mumewe. La yakbalu Allahu minha salatan wala siyaman wa zawjuha ghadibun alaiha, hatamkubalia Mwenyezi Mungu swala aina yote mwanamke huyo, wala siyaman wala saumu, wa zawjuha ghadibun alaiha, na ilhali ya kuwa mume wake amemkasirikia mwanamke huyo. Mahma abadat, kadri atakavyoabudu, wa mahma sanat, na kadri atakavyofanya, maadama hunaka intiqas li haqqi zawji, itakapokuwa kuna upungufu wa toa ya mwanamke juu ya mumewe, fala qabula laha, fala qabula li a'maliha, hana kabuli yoyote kukubaliwa amali yake yoyote. Kwa hiyo basi anatuonesha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam umuhimu wa toa ya mke juu ya mumewe ni jambo kubwa mno baada ya kumtambua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kumtii mwanamke mumewe ni katika ibada kubwa mno mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwanza ni swala, halafu toa juu ya mumewe, nalo kwa wanawake hilo ni jambo zito mno. Faqad ja'at Asma bint Yazid ila sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Siku moja, ndugu Islam, alikuja huyu bibi huyu Asma bint Yazid mbele ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Waqalat ya Rasulullah, akasema bibi huyu, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, ana mandhubatu nisa'i ilayka ya habiballah, mimi nimetumwa na wanawake kuja kwako ewe kipenzi wa Mwenyezi Mungu. Inna nisaa yaqulna laka, wanawake wanakwambia, inna rijala idha dhahabu liuqatilu fi sabilillah, kwamba wanaume wanapokwenda kupigania dini ya Mwenyezi Mungu, raja'u bil ajri wal ghanima, hurudi kutoka huko na ujira mkubwa na mali. Fa idha qutilu, na wanapokufa huko, kanu shuhadaa inda rabbihim yurzaqun, wanakufa mashahidi na mbele ya Mwenyezi Mungu wanakuwa ni wenye kuruzukiwa. Famadha lana ma'ashara an-nisa, basi vipi sisi wanawake tufanyeje na sisi? Je, hatupasi kutoka kwenda katika jihadi tukapata ujira huu? Bibi huyu ametumwa na wanawake
kuja kumtaka bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ili na wanawake nao watoke katika majumba yao waelekee katika vita waweze kupata ujira kama huu, na wakifa wafe mashahidi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Madha linnisa ya Rasulullah, basi vipi habari zetu wanawake ewe mtume wa Mwenyezi Mungu? Ar-rijalu yuqatiluna wa nisa'u la yuqatilna, wanaume wanakufa mashahidi na wanawake hawafi mashahidi. Wa yuridu an-nisa, na wanataka wanawake an yuqatilna fi sabilillah liyanalna ash-shahada, wanataka nao wafe katika jihadi ili wafe mashahidi. Famadha qala laha al-habibu Muhammadun sallallahu alayhi wasallam, basi alimjibu nini bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam bibi huyu? Isma ilayhi, tegeni masikio ndugu Islam. Je, mtume wa Mwenyezi Mungu aliwaamrisha wanawake kutoka kwenda vitani kama wanavyotoka waume? Qala al-habibu Muhammadun sallallahu alayhi wasallam ya Asma, alisema bwana mtume, Asma, akhbir min waraiki min an-nisa, waelezee wanawake waliokutuma bi anna ta'atikunna, hakika ile toa yenu nyinyi wanawake, li azwajikunna, juu ya wanaume zenu, wa maarifatikunna, na ujuzi wenu mbele ya wanaume zenu, bihukuki azwajikunna, katika zile haki zenu kuwatii waume zenu, ta'dilul jihad fi sabilillah, inatoshana na jihadi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Angalia namna gani toa ya mwanamke mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kumtii mumewe kwa maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kiwango gani? Asema bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'dilul jihad fi sabilillah, inatoshana na jihadi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Thumma qala al-Mustafa, kisha akasema bwana mtume, wa qalilu minkunna man taf'alu dhalik, lakini ni wachache katika miongoni mwa wanawake ambao kwamba wanaweza kutimiza wajibu huo, kumtii mume wake mtu. Kama kwamba bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuona katika fadhia hali za wanawake leo walivyo, wanavyoshindwa kuwatii waume zao. Akhbir min waraik min an-nisa, kawaeleze Asma wanawake waliokutuma, bi anna ta'atikunna, hakika toa zao, li azwajikunna, juu ya waume zao, wa ma'rifatikunna, bihukuki azwajikunna, ta'dilul jihad fi sabilillah, huko kumtii mwanamke mumewe kwa maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inatoshana kuwa na jihadi mbele ya Mwenyezi Mungu. Wa qalilun minkunna man taf'alu dhalika, na ni wachache katika miongoni mwenu nyinyi wanawake ambao kwamba wanalifanya hilo. Kama kwamba mtume wa Mwenyezi Mungu yuwaona katika pazia hali gani wanawake wanazokengeuka leo haki za waume zao. Ta'atil azwaj wa ma'rifatun bihuquqi al-azwaj, toa ya wanawake juu ya waume zao ni jambo kubwa mno. Ta'dilul jihad fi sabilillah, inatoshana kuwa ni jihadi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini ni wachache wenye kuwatii waume zao. Basi kwa nini wanawake leo hawarudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakawatii waume zao wakaweza kupata daraja kama hii mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Tegeni masikio msikilize kauli, wasma ila ummi almu'minina Aisha wa hiya taqulu lilmar'a, na wasema juu ya mwanamke, idha jalasat fi baitiha, iwapo mwanamke atajimakani katika nyumba yake, lafifu mighzali almar'a, anashughulika mwanamke na kazi zake, lafifu mighzaliha, yani idha jalasat tasna'u thiyaba li zawjiha, atakapokaa mwanamke katika nyumba yake anashughulika na kufanya kazi za nyumbani kwake, kufua nguo za mumewe, au takhita thiyaba li auladiha, ama anashona nguo za wanawe, kullama lafatin mirzalan laffa, kila anaposhughulika shughuli hizi za kushughulika juu ya kazi za nyumbani kwake, ta'dilu takbiratin fi sabilillah, zinatoshana na kupiga takbira mbele ya Mwenyezi Mungu. Wa takbiratun fi sabilillah asqalu min as-samawati wal ardi fil mizani yawm al-qiyamah, na takbira mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zinatia uzito mizani siku ya kiyama.
Angalia ni fadhila gani mwanamke wazipata pale atakapokuwa yuko nyumbani anafanya shughuli za mumewe na shughuli za wanawe, inatoshana na kupiga takbira mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, yuwasema bwana mtume Muhammad, rehma na amani zimfikirie yeye, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu as-salih. Dunia ni mapambo na upambo wa dunia hiyo ni mtu kuwa na mwanamke mwema. Mastafada almu'min ba'da taqwa Allah, hapati faida mu'min mwanamume yoyote baada ya kumcha Mwenyezi Mungu khairan min zawjati salihah, isipokuwa ni anapopata mke mwema. Baada ya takwa anapopata mke mwema, basi anakuwa yuko katika raha kubwa na pepo ya duniani kwa kule mtu kupata mke mwema. Wama hiya almar'atu as-salih, basi ni upi wa mwanamke mwema? Hiya allati turai haqqa Allah ta'ala fi maqami al-awwal, ni yule ambaye kwamba anachunga haki za Mwenyezi Mungu katika pointi ya kwanza. Thumma haqqa zawjiha, kisha haki ya mumewe. Hiya allati turai haqqa Allah ta'ala, kwanza achunge haki za Mwenyezi Mungu, kisha achunge haki ya mumewe. Antulazima baitiha wala tukthiru ad-dukhula wal khuruj, achunge shughuli za nyumbani kwake wala asiwe mwingi wa kutoka toka minduni haja, basi na sababu akawa ni mwanamke wa kiguna njia, kwa sababu mwanamke makao yake ni nyumbani. Iwapo atachunga amri za nyumbani kwake na kushughulika mambo ya nyumbani kwake na amri ya Mola wake, atakuwa tayari katika radhi za Mwenyezi Mungu. Kwa sababu iwapo atakuwa akitoka toka, fa idha kharajat istashrafaha ash-shaytan, anapotoka mwanamke hupambwa na shetani. Wa akrabu ma takunu min rahmati rabbiha fi qa'riha, na karibu mwanamke kuwa karibu na rehema za Mola wake ni pale anapokuwa katika nyumba yake, sio mwanamke wa kuguna njia akawa heshi sababu. Kwa hivyo lazima mwanamke awe anashughulika na kazi za nyumbani na kuwa asiwe ni mwanamke wa kiguna njia kama hali za wanawake wa leo. Mwanamke ni wajibu achunge nyumbani kwake, aangalie watoto wake, pasi na kuvunja amri za Mwenyezi Mungu na pasi na kuvunja amri za mumewe katika maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini hebu njoo katika zama zetu leo uangalie, je, wanawake wetu leo wanamakinia katika majumba? La, utakuta mwanamume akitoka kendo zake kazini tu tayari huku nyuma amezua safari za kila aina zisizo na sababu. Mara amekwenda kuangalia leso mpya zimekuja kwa jirani, mara amekuja fatiwa sijui kuna kitambara cha harusi kitakazungushwa, mara amekuja fatiwa sijui kuna ushinzi. Haishi safari pasi na amri ya mumewe, na hii ni kosa kubwa. Lazima mwanamke afuate amri ya mumewe, asitoke pasi na amri ya mumewe, kisha ajitulize katika nyumba yake. Hii ndio amri ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo enyi ndugu zangu Waislamu, kina mama na madada zangu, turudi katika zama za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vipi wanawake walikuwa wakimakinia katika majumba? Kisha tuangalie na zama zetu leo namna gani wanawake walivyokithirisha mitoko ya shughuli zao za kupotea katika dunia pasi na maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, pasi na kuwajali wanaume zao. Sasa turujini katika zama za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walikuwa vipi wanawake wale? Vipi waliweza kutambua haki za waume zao na kuwatii pasi na kuzidisha mitoko? Qala rajulun li zawjatihi ayyama rasulillah sallallahu alayhi wasallam, alisema bwana mmoja kumwambia mkewe katika zama za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ana kharijun litijara, mke wangu mimi natoka kwenda kufanya biashara, wa usiki, na nakupa wasia mke wangu, alla takhruji min baiti hatta auda, usije ukatoka katika nyumba mpaka nitakaporudi. Wa kharaja ar-rajulu musafira, basi akatoka bwana yule ili alikuwa ni msafiri kwenda kujitafutia maisha yake. Wa fil yawmi thani jaaha akhuha, katika siku ya pili akaja ndugu wa bibi yule alipowasia kuwa asitoke. Wakala laha ya ukhta, akasema dada yangu, inna abaki, hakika baba yako kad ishtadda bihi almarad, ameshikika na maradhi, fataali litaudi, basi twende ukamuone baba yako. Famadha qalat lahu almar'a, alisema nini mwanamke huyu kumjibu nduguye? Je,
hal labasat thiyabaha wa kharajat ma'ahu, alivaa nguo zake na kujitweka kibuibui kwa pani na kwenda na nduguye. Wakasarat awamira zawjiha, na kuvunja amri za mumewe moja kwa moja. La wallahi, hakufanya hivi mwanamke huyu. Inma qalat lahu ya akhi, bali alisema, ewe ndugu yangu, inna zawji awsani, hakika mume wangu amenusia mimi, alla akhruja fi ghiyabihi, nisitoke mimi baada ya kuondoka yeye, walan akhruj hatta tasta'dhina li Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, na mimi katu sitatoka mpaka atakaponiruhusu mimi mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani zimfikirie yeye. Angalia namna gani mtoto wa kike, namna alivyoishi kwa kuitambua haki ya Mwenyezi Mungu na maamrisho ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namna gani alivyo na msimamo na imani ya hali ya juu. Anamwambia nduguye, sitoki mimi katu mpaka atakaponipa ruhusa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وذهب أخوها إلى سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم. Basi akatoka nduguye kwenda katika bwana wa kweli, bwana wa viumbe, bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Waqassa alayhi kulla shay'in, akamwelezea kama alivyomueleza nduguye. Walakin kana alhabibu Muhammad al-Mustafa hakiman wa halima ba'ida an-nazar amika al-fahm, alikuwa ni mtu hakimu na mpole mno, tena ni mtu mwenye kuona mambo kwa utaratibu wake anavyopaswa kuwa. Faqala ar-rasul ya hadha, akasema bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bwana we, akhbir ukhtaka, mueleze dada yako, bi anna ta'ataha li zawjiha, hakika hiyo toa yake juu ya mumewe, afdalu min ziyaratiha li abiha, kwamba ni bora kuliko kumtembelea baba yake hali ya kuwa ni mgonjwa. Wa baada saati mata abuha, bas baada ya masaa Mwenyezi Mungu akaichukua roho ya baba mtu. Fajaaha akhuha, bwana yule akatoka kumfuata nduguye. Akhbaraha bi anna abaha qad mat, akamweleza kwamba baba sasa amekwisha kufa. Taali talqiya alayhi nadharatan akhira, twende ukamuone baba yako sasa kwa mara ya mwisho, amekwisha kufa. Faqalat lahu la, akasema bibi yule mcha Mungu, siwezi, la astati'u dhihaba hatta tasta'dhina Rasulullah, siwezi kwenda mimi mpaka atakaponiruhusu bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akatoka tena bwana yule. Wa dhahaba akhuha ila sayyid al-khalq Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akatoka tena bwana yule paka bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamwelezea yaliyotokea. Akasema bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ta'ataha li zawjiha, hakika kumakinika mtoto huyo katika nyumba ya mumewe, kumtii mumewe pasi na kutoka, khairu min ru'yati li abiha ba'da al-maut, ni bora kuliko kwenda kumuona baba yake japo kuwa amekwisha kufa. Kwa kuonesha toa ya bibi huyu, famakasat fi baitiha, basi akakaa katika nyumba yake. Waada zawjuha al-yawm ath-thani, akarudi mumewe baada ya siku muda mchache vile, lakini baba yake kashazikwa. Fa akhbarathu bima jara, akamwelezea yaliyotokea. Fadhahaba zawjuha ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, akatoka mume yule kwenda kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwenda kumuuliza yale yaliyokuwa. Basi alisema nini bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumjibu bwana huyu juu ya yaliyotokea juu ya mkewe? Qala alhabib, alisema bwana mtume, ya hadha, bwana we, akhbir zawjataka, kamueleze mkeo, bi anna Allah ta'ala, hakika ya Mwenyezi Mungu, kad ghafara li abiha, amekwisha msamehe baba yake, ikraman li ta'ataha laka, kwa utukufu wa toa yake yeye juu yako wewe. Inna Allah, hakika Mwenyezi Mungu, kad ghafara li abiha, amekwisha msamehe baba yake. Limadha? Ikraman li ta'ataha laka, kwa utukufu ya toa yake juu yako wewe.
Angalia namna gani baba huyu amepata msamaha kwa sababu ya toa ya mtoto wa kike juu ya mumewe, ili wanawake wapate kutambua ya kwamba mwanamke kumtii mumewe katika mambo ya haki ni jambo kubwa mno mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yuwasema bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, law kuntu amiran ahadan an yasjuda min duni llahi, laitani kama mimi naamrisha mtu amsujudie mtu mwingine pasi na Mwenyezi Mungu, la amartu imra'atan an tasjuda li zawjiha, basi ningelimwamrisha mwanamke kumsujudia mumewe. Namna haki ya mke kumtii mumewe ilivyokuwa mbele ya Mwenyezi Mungu, asema mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani zimfikirie yeye, laitani kama mimi ningeliamrisha mtu kumsujudia mtu mwingine pasi na Mwenyezi Mungu, ningelimwamrisha mwanamke kumsujudia mumewe. Na mfahamu ya kwamba kina mama na kina dada, yuwasema tena bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin, mwanamke yoyote ambaye kwamba atakufa na in hali ya kuwa mumewe yuko radhi naye, dakhalatil janna, mwanamke huyo ataingia peponi. Lakini ya wapi haya katika zama zetu leo? Laitani kama ni wanawake wa leo, ile siku tu ya kwanza mtu anapopewa habari kwamba baba yako ni mgonjwa, hana chasimile, hajui qala Allahu wala qala Rasul, hapo anafunganya kibuibui papani na iwatoka na kuacha habari kwa majirani. Akija babake fulani, mwambie naletewa salamu, mimi baba yangu ni mgonjwa, kumuona na kutomuona, kwa hivyo atangulie, akija atasikia mimi nishafika huko. Hii ndio hali ya wanawake wa leo, hawana subra na kuweza kumtii mume wake. Mtu anavunja amri za mumewe pasi na kuwa na subra. Lakini angalia katika zama za bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vipi wanawake walikuwa na subra na kutambua haki. Na mambo haya yataka wanawake wasomeshwe dini ili waweze kutambua haki za waume zao, wajue toa ya Mwenyezi Mungu ni nini, wajue maamrisho ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yameamrisha nini, ili wasije wakaikosa pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ya kiyama. Turudi tena katika zama za bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vipi wanawake walipokuwa hawatoki katika majumba yao. Kanat almar'atu la takhruju illa 3 marrat, walikuwa wanawake katika zama hizo hawatoki isipokuwa mitoko aina 3. Almar'atu alula takhruju tiflatan min batni ummiha ila hadhihi alhaya, mara ya kwanza mwanamke yuwatoa katika tumbo la mama yake ilhali ya kuwa ni mchanga mpaka katika uhai kuja kuishi. Huo ndio mtoko wa kwanza kwa wanawake. Mara ya pili, wal mar'atu thani, na mara ya pili, takhruju min baiti abiha arusan ila baiti zawjiha, yuwatoka mtoto wa kike kutoka kwa nyumba ya baba yake mpaka katika nyumba ya mumewe siku ya harusi peke yake. Wal mar'atu thalitha, na katika mara ya tatu yuwatoka mwanamke takhruju min baiti zawjiha mayitan mahmulan ala anaqi rijal ila qabri litalqi rabbaha, yuwatoka mtoto wa kike ilhali ya kuwa ni maiti, amebebwa katika jeneza kupelewa katika kabri kwenda kukutana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yarhamullah hadhihi zaman, azirehemu Mwenyezi Mungu zama hizi zilizopita. Njoo katika zama zetu leo, mume kwenda kazini, mara ngapi mwanamke yuwatoka? Licha mara 3, mara 100 mwanamke yuwatoka mitoko pasi na sababu. Mara kwenda Julia, kesho tarabu iko wala hakuna, wala kwenda Julia kesho kuna goma wala hakuna, mara sijui ankujaitwa ghafla kuna kwenda kumtia harusi chooni, mambo ambayo kwamba si katika maamrisho aliyotuamrisha Mwenyezi Mungu wala bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sasa basi, itakapokuwa hii ndiyo mitoko ya wale wanawake wacha Mungu, hebu ivuteni picha yenu kina dada na kina mama, muweze kutambua vipi mnatoa katika mitoko ambayo ni haramu, na wapa darasa hii muweze kutukua mafunzo maalumu, murudi katika toa ya Mwenyezi Mungu na kumtii bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sasa njeeni katika pambo la wanawake katika zama za bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vipi walipokuwa wakiyapamba binti zao na kuwapa maneno ya wasia ya kuweza kutambua haki na kuishi na mumewe katika njia ya sawa. Inna sayyidata fadilat, hakika bibi mbora, Zafat bintaha ila zawjiha, alimpamba binti yake kumpeleka kwa mumewe. وليلة زفاف أوصتها بوصية تسجل بمداد الذهب, na katika usiku huo
wasia aliyompa binti yake, laitani kama ungeliandikwa katika wino wa dhahabu. Hujaelewa, na wewe ambaye kwamba umeelewa, ili uweze kurudi katika msimamo huu uweze kuipata pepo ya Mwenyezi Mungu, na ambaye kwamba hujaelewa, ili uweze kurudi katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni wasia gani ulioandikwa katika wino wa dhahabu huo? Asema bibi huyu kumwambia mwanawe, innaki farakti aljawa alladhi minhu kharajat. Sema mama huyu kumwambia binti yake, mwanangu we, innaki farakti aljawa alladhi minhu kharajti, hakika wewe umetoka katika yale mazingira uliyokuwako, wa khalaqti alaishi alladhi fihi darajti, na umetoka katika maisha ambayo kwamba umekulia, ila wakri lam taarifihi wa qarinin lam taalifihi, kwenda katika nyumba ambayo kwamba huijui na mwenzio ambaye kwamba hamjawahi kuishi pamoja. Fa asbaha alayki raqiban wa malika, akawa mwenzio huyo kwako wewe ni mwenye kutizama na ni mwenye kukumiliki. Qalat laha, hapo akasema mwanamke huyu kumwambia binti yake, ya ibnati, ewe mwanangu we, wasia nakupa ushike huo, kuni li zawjiki amatan yakunu laki abdan, mwanangu we, kuwa kwa mumeo mjakazi naye atakuwa kwako wewe mtumwa. Wakuni lahu ardhan yakunu laki samaa, na kuwa kwake yeye ardhi, mumeo atakuwa kwako wewe mbingu. Angalia namna gani mwanamke anapomwambia mtoto wake maneno matamu, kwamba uwe kwake yeye laini na mumeo naye atakuwa kwako wewe laini pia vile vile. Yani kadri utakapomtendea wema mumeo, na yeye vile vile pia atakulipa wema, ili mtakuwa mambo yenu ni sawa sawa kwa nyote wenye kuridhiana. Wahfadh lahu khisalan 10, tena mwanangu we, hifadhi juu ya mumeo mambo 10, yakunu laki biha dhukhra, yatakupa maisha marefu na mumeo pasi na kutesa. Amma al-awwal wa thaniya, ama la kwanza na la pili mwanangu, falkhushuhu lahu bilqanaa wa husnu as-sam'i lahu wat-ta'a, wana khushu kwa mumeo na kukinai, wa husnu as-sam'i lahu wat-ta'a, na uwe na tabia nzuri na kumsikiliza na kumtii mumeo. Amma ath-thalithatu war-rabi'a, amma la tatu na la nne mwanangu, faltafaqqad al-mawadi' 'aynahu wa anfuhu, uchunge mno pindi anapoweka macho yake na pua yake, fala taqa'u 'aynuhu minki 'ala qabihi wala yashummu minki illa atyaba rihi, asije akaweka macho yako katika mahali pabaya palipo na uovu, wala yashummu minki illa atyaba rihi, na asije akapata harufu kwako isipokuwa apate harufu nzuri. Amma al-khamisatu was-sadisa, amma la tano la sita mwanangu, faltafaqqad alwaqti manamihi wa ta'amihi, fa inna tawatur al-ju' mulhibu wa tanghis an-nawm mughdibu. Amma la tano la sita mwanangu nakupa, uchunge mno wakati wa malazi yake na chakula chake, fa inna tawatur al-ju' mulhibu, hakika kumzoeza mno mara kwa mara kumwacha na njaa mume wako ni jambo la maudhi, wa tanghis an-nawm mughdibu, na kumkosesha usingizi mumeo pia ni jambo la kuudhi pia vile vile. Wa amma as-sabi'atu was-thamina, ama la saba na la nane mwanangu nakupa wasia ushike, falihtirasu bimalihi, uchunge mali yake, wa husnu riayatihi li khadamatihi wa iyalihi, na uwatendee wema watoto wake na wafanyakazi wake na jamaa zake wanapokujia pia vile vile. Wa amma as-tasi'atu wal-ashira, na ama la tisa na la 10 mwanangu wasia nakupa ushike, fala ta'sina lahu amran wala tafshina lahu sirra, usimasi mumeo, usimkosea mumeo kwa jambo lolote, wala tafshina lahu sirran, wala usiwe mwenye kwenda kumtolea siri zake nje. Fa innaki in asaiti amrahu, hakika yako wewe iwapo tamuasi mumeo amri zake, au ghurti sadrahu, au kawa unamuudhi unamdhiki moyo wake, wa in afshaiti sirrahu, na ukawa mwenye kutangaza mambo ya siri zake, lam ta'man udhrahu, utakuwa si mwenye kuwa na udhuru kwake yeye. Ya bunayati, ewe mwanangu we, iyaki an tafrahi baina yadayhi idha kana maghmuman,
elewake mwanangu, na kufurahi mbele yake atakapokuwa mumeo atakapokuwa amekasirika. Lazima ujue namna ya kumchukulia. Sio mumeo amekasirika wewe ndio unafurahi kwa hasira zake. Atakapokuwa amekasirika ujue namna ya kumchukulia na kumbembeleza mpaka arudi katika mudi yake ya sawa sawa. Wa iyaki an tastammi baina yadayhi idha kana farihan, na uwe ukimfurahikia atakapokuwa mume wako ana furaha, kwa kumridhisha, kwa kukubaliana furaha zenu nyote pamoja. Wa'alami, kisha utambue mwanangu, wa'alami ya ibnati, tena ufahamu mwanangu, anna zinata zina alwudhu bilma, kwamba mapambo bora katika mapambo ni kushika udhu kwa maji. Hadhihi hiya alwasiya, huu ndio wasia katika zama za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebu njoo katika zama zetu leo, hivi kweli watoto wa kike watakapokuwa wanakwenda kwa bwana zao ndivyo kina mama wanapowapa wasia watoto wao wa kike? La, bali utakuta mwanamke mtoto wa kike akishaanza kuenukia aondolewa skuli zikifungwa, kama ni wiki 2 au ni wiki 1 apelekwa kwa kungwi, kwa somo, kwenda kufundishwa namna ya kukaa na mwanamume, mambo ambayo kwamba si katika maamrisho ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enda fundishwa nini huko? Hebu tusikilizeni wasia katika mama wa kileo wanawapopeleka mabinti zao kwa makungwi, wafundishwa nini? Wafundishwa khairi za Mwenyezi Mungu na mtume wake, ama wafundishwa upotevu? Wanapofika huko hufundishwa mtoto yule akaambiwa, chunga sana mtoto wa kike, wala usiwaogope wanaume, hakika wanaume tumewazaa sisi wenyewe wanawake. Kisha ayekewa jiwe moja, aambiwa hebu leta sufuria, hebu weka sufuria hii katika jiwe moja, yakaa? Asema sufuria haikai. Hebu weka jiwe la pili katika sufuria, itakaa? Aambia haikai. Je, jiwe la 3? Sufuria yakaa. Amshikashikia mwambia, chunga mno mwanangu, hakika mume mmoja hajajisanduku. Na huku akiwa wanafundisha mambo haya, huku nako wengine wamekaa kando wanamwimbia nyimbo mtoto wa kike yule, wasema umrongo basarera umrongo, kuna kijiti kimoja kikasimamisha jengo. Huna fito, huna pao, huna ngongo, nenda ukalete miti nije nikuonye jengo. Hii ndiyo hali ya kina mama leo makungwi, kuwapeleka mabinti zao kwa watu kama hawa kwenda kufundishwa mambo ambayo kwamba si katika mwenendo aliyotuamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pamoja na bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na mambo haya ni kinyume na Kiislamu, kwa sababu ni kumfundisha mtoto wa kike kwamba asitosheke na mume mmoja. Na ndio unakuta wanawake leo wanapokuwa na waume zao hawatulii, kwa sababu lazima atakuwa na hawara wande, ambaye kwamba wakati wowote akiatwa na mume yule anakuwa na mtu mwingine standby. Hii ni makosa, haya sio mafunzo aliyotufundisha bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na yuwasema bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddu, ambaye kwamba ataleta mambo yoyote si katika aliyofundisha yeye atarudishiwa mwenyewe siku ya kiyama. Kwa hivyo iwapo kina mama nyinyi hamtaacha mambo haya, muwe tayari na vita siku ya Mwenyezi Mungu kwa kurudishiwa uzushi wenu wa mafunzo ya kumfundisha mwanamke kuwa na waume wengine na mambo ambayo kwamba si katika mwenendo aliyofundisha bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hebu turudi kama tulipokizungumza kisa vipi wanawake waliokuwa wakiwapa wasia mabinti zao, basi kwa nini watu hawawapi mabinti zao wasia kama huu wakaweza kudumu na waume zao? Unakuta ndoa za leo hazidumu kwa sababu malezi ya nyumbani ya kina mama ya kina baba si katika malezi ya Kiislamu. Ni malezi ya kufundishwa mtoto kuishi tu maisha ya kawaida basi na kufundishwa dini yake, kujua toa za mumewe. Mtoto wa kike siku ya harusi anapambwa, anapelewa katika saluni yenyewe ni mwanamume ndiye anakwenda kumpamba, anamshikashika, basi watu nakujali maamrisho kwamba ni makosa mtoto yule wa kike. Lakini katika zama za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma kanu yaarifna alqallaka an-nisa, ma kanu yaarifna alhallaka an-nisa, walikuwa hawatambui saluni za wanawake, kupelekwa mwanamke kwenda kushikwa na mwanamume, kusongwa na kupambwa ati mume mpamba mwanamke. Ya nisaa almuslimin, enyi wanawake, walladhi jalla jalaluhu, na yule ambaye kwamba ametukuka, inna jamal alkhaliq,
hakika uzuri wa yule mwenye kuumba adhamu min jamali alhalla, ni mkubwa mno kuliko uzuri wa yule mwanamume mwenye kwenda kumpamba mwanamke katika saluni. Hili ni kosa kubwa sana. Zama za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwa hakuna mambo haya. Ni makosa mwanamume kumshikashika mwanamke ati kuwa yuampamba na ikawa mume waridhia. Yani saa almu'minin, enyi wanawake waislamu, kaifa tarda ihdakunna lailata zafafiha, vipi aridhika mwanamke siku ya harusi yake au يوم العقد عليها, ama siku ya harusi yake, antajlisa tahta yaday rajulin, kukaa chini ya mwanamume anayebaleghe, yaduru haulaha kama yaduru alhimaru fi raha, akawa anamzunguka na kumtabana tabana kama anavyokuwa punda atakayompanda mkewe, yumsiku sha'raha marran, na kumshika manyele, wa yalmasu malamisul hasasiyya minha marran, na huko anamshika katika mwili na kumtabana tabana. Kaifa tarda almar'atu almuslima ala nafsiha hadha, vipi anaridhika mwanamke wa Kiislamu kushikwa na mwanamume ambaye kwamba sio muhrimu wake? Wa kaifa yarda ar-rajulu almuslim ala zawjatihi an yalmasha lamsa, vipi kama mwanamume naye bwana harusi aridhia kutoruhusa mtoto wa kike wake, mke wake, kwenda kushikwa na mume mwingine? Wal habibu Muhammadun sallallahu alayhi wasallam yaqul, isma' ilay, tegeni masikio, yaqulu sayyiduna rasulullah sallallahu alayhi wasallam, yuwasema Bwana Mtume Muhammad, rehma na amani zimfikirie yeye, la yadkhulu aljannata ad-dayyuth, haingii peponi mwanamume asiokuwa na wivu. Qalu wa mad-dayyuth ya rasulullah, wakasema sahaba, ni yupi huyo dayuthi ewe Bwana Mtume? Qala alladhi la yugharu ala irdihi, ni yule ambaye kwamba hana wivu juu ya mkewe. Kaifa dhahabat an-nisauna ila rajulin halaq, vipi wanawake wetu leo, ndugu zangu ni waislamu, wanaume nyinyi mwawaacha wanakwenda katika masaluni ya wanaume wanashikwa. Ayuha alikhwatu alazza, enyi ndugu waislamu, idha kana nadharatun haram, itakapokuwa kuangalia tu mwanamume kumwangalia mwanamke ni haramu, fama balu imsaki bilyadi, je itakuwaje mtu kumshika mwanamke kwa mkono? idha kana nadharatun haramun ya ma'shara almuslimin, fama balukum biman yad'a yadahu ala jismi almar'a, vipi kwa mtu kwenda kupeleka mkono wake kwa mwanamke? Isma' ila qawli Allah tabaraka ismuhu wa ta'ala fi hadith al-qudsi al-jalil, an-nadhratu sahamun min sihami iblis, faman tarakaha min ajli abdaltuhu imanan yajidu halawatahu fi qalbi. Yuwasema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, an-nadhratu sahamun min sihami iblis, kuangalia mtu mwanamke ni mishale katika mishale ya iblis. Faman tarakaha min ajli, yule ambaye kwamba ataacha huko kumwangalia mwanamke kwa ajili ya kuniogopa mimi, yani yeye Mwenyezi Mungu, abdaltuhu imanan, nitabadilisha imani yake, yajidu halawatahu fi qalbihi, apate kusikia tamu yake katika moyo wake. An-nadhara sahamun min sihami iblis, mtambue ya kwamba kuangalia mtu mwanamke ni katika miongoni mwa mishale ya iblis, anamuelekeza yule mtu katika uovu. Fama baluka biliyadi idha lamasa, je itakuwaje mkono utakapogusa? Yaqulu sayyiduna rasulullah sallallahu alayhi wasallam, yuwasema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, aliyadani tazniyani wa zinahuma al-lams, mikono miwili na zini, na kuzini kwenyewe ni kule kugusa. Mkono utakapomgusa mwanamke wa nje, fakaannama aliyadu kadizanat, ni kama mfano kuwa ule mkono umekusha kuzini. Njoo katika zama za leo, vipi wanawake wanaposalimiana na wanaume, si masokoni, si barabarani, ukimuuliza huyu nani, tulikuwa tukisoma pamoja skuli, sasa iko msoma pamoja skuli ndio mpe mkono. Na mijume mengine kawa hairidhiki mpaka iwape wake za watu mikono. Ni makosa makubwa. Asema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la dhuriba ahadukum bilmudhiya, laitani kama atapigwa mmoja wenu kwa kisu, fayasilu damuhu, ikateremka damu yake, basi ni bora mtu huyo aweke mkono pale kwenye damu kuliko kumpa mkono mwanamke. Kwa hivyo haipasi kabisa mtu kumpa mkono mwanamke ambaye kwamba sio muhrimu wake. Na leo utakuta watu wanawake hawana hofu, wanapeana mikono na wanaume. Hili ni kosa kubwa. Mtu ikiwa alikuwa hajui, basi hivi sasa awache mambo hayo. Basi na hayo kwa mikono, twende tuangalie namna gani wanawake wanapotoka na kujipamba na kupita mbele za wanaume na kujipiga mafuta mazuri na kuvutia wanaume kwa ajili ya harufu nzuri. Wa rasulu yaqul,
Na bwana mtume wasema idha sta'tarat almar'at, atakapojipamba mwanamke ay wada'at al-itra ala jismiha, atakapoweka mafuta mazuri katika mwili wake, thumma ba'da dhalika marrat ala alqawm, kisha akapita mbele za watu, fashammu rihataha, wakasikia harufu ya mafuta mazuri yale, fahiya zania, mwanamke huyo amekushazini. Wa kullu ainin tanduru ilaiha zania, na kila jicho litakalomwangalia mwanamke yule takuwa pia limezini. Lakini pia waweza kusema lakini mtume anasema kuangalia kwa kanza shekhe, jicho takuwa lijazini, lakini basi ushangalia mara moja usipeleka macho kando. Lakini kuna wengine huwa wankaa pengine mtu ashambua gati, atuliza jicho kisawa sawa, silipendua huku wala huku ili atosheleze. Inna Allaha alimun bidhati sudur, Mwenyezi Mungu ajua aliyoko ndani ya nyoyo zenu, ile kuangalia na kulishibisha lile jicho. Kwa hivyo kila jicho takalomwangalia mwanamke yule, mwanamke atakuwa pia jicho lile limezini. Kwa hivyo ni wajibu wanaume waangushe macho yao chini, wasiangalie wanawake, na wanawake nao wanapopita wazamishe macho yao chini, wala wasijipake mafuta mazuri watapokuwa wanatoka wakasikiwa harufu zile na mume wengine. Bal inna al-imam Abu Huraira radiyallahu anhu, ilipopokewa kutoka kwa Imam Abu Huraira radhi za Mwenyezi Mungu zimfikie yeye, kana dhahiban ila al-masjid, siku moja alikuwa kuelekea msikitini kwenda kuswali, fawajada imra'at dhahibat ila al-masjid, akampata mwanamke huenda msikitini, washamma rihaha, akapata harufu ya manukato kutoka kwa mwanamke yule. Faqala laha ya umma, akamwambia bibi we, atadhuina al-itra, umetia mafuta mazuri nini, bwana sikia harufu? Qalat na'am, akasema ndio. Qala, akasema wa ila aina tadhhabin, sasa wenda wapi na mafuta mazuri haya? Qalat ila al-masjid, akasema nda swali. Qala laha udi ila baitiki, akamwambia rudi mama wewe katika nyumba yako, waqtasili ghuslaki aljanaba, na wende ukaoge josho la janaba, itabari khurujiha bi'utrika annaha janaban, akizingatia kwamba kule kutoka na mafuta mazuri ni kama kwamba na janaba, ende akaoge atoe nukato lile. Kwa hivyo wanawake hawapasiki kujipaka mafuta mazuri na kupita katika mabarabara, ni makosa. Mtambue sana wanawake wa Kiislamu, na utakuta wanaume leo wanawaletea wanawake zao mafuta mazuri, na hawawaambii kwamba mafuta haya ni unitilie mimi nyumbani mke wangu nipate harufu nzuri. Tumesema katika mambo 10 asinuse mumeo pua yake ili yanuse kwako harufu nzuri nyumbani, upige ujirembeshe. Vipi leo ajipamba kwa kwenda sokoni? Kwa hivyo mtambue kwamba hii ni makosa. Na anapotoka mwanamke, fa idha kharajat istashrafaha shaytan, anapotoka humpamba shaytan, wa aqraba ma yakunu min rahmati rabbiha fi qa'riha, na ukaribu wa mwanamke kuwa na rehema za Mwenyezi Mungu ni pale akiwa katika nyumba yake. Kwa hivyo mwanamke hapasiwi kutoka na kujipaka manukato, na iwapo atatoka katika shughuli zinazompasa ambazo kwamba zimejuzika amepewa amri na mumewe, lazima avae vazi la Kiislamu lenye kujistiri. Asiwe anatoka tu na kwenda na kujibwaga mbele za watu, hiyo ni makosa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekataza. Na yuwasema bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal mar'a taqbalu fi surati ash-shaytan, mwanamke anapotoka huwa ameelekea katika sura ya shetani, watadbiru fi surati shaitan, na pia anapoelekea nyuma huwa sura yake ni sura ya shaitan. Fa idha raa ahadukum imra'atan falyati ahlahu, atakapomuona mwanamke akamuathiri kwa vile alivyo, basi haraka amkimbilia mkewe, faliwati'aha fa inna dhalika yaruddu ma fi nafsihi, ende akalale na mkewe, kwa sababu hilo litamtuliza ule moyo wake. Manake mwanamke hufanya mtu akawa na moyo wa papatiko. Hasa bwana Mtume asema utakapoona athari kama hizi, haraka upatiliza nyumbani upate kuituliza ile nafsi. Kwa hiyo ndugu Waislamu, ni wajibu mwanamke atambue haki yake, asiwe akitoka na kujirembesha ila nyumbani kwake, na aye akimtii mumewe kwa kumridhia wakati wowote. Asiwe ni mwanamke mjeuri, mumewe amekuwa na haja naye kwa haja kama hii, ankuja mumewe anaathirika, haraka mwanamke ampatilize kumtuliza ule mumewe. Yuwasema bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, idha da'a ar-rajulu zawjatahu lihajatihi, atakapomtaka mwanamume mkewe kukidhi haja zake, faltaatihi wa in kanat ala at-tanur, basi amridhie japokuwa yuko jikoni. Si kwamba hajawezi kidhi hapo jikoni, yani aache shughuli za jikoni, ende ndani uende ukamalize amri hizi.
ambazo kwamba pia wanapata thawabu. Ayuha nnas, enyi watu nyinyi, lakad ja'ala Allahu al-mar'ata sakanan li zawji, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemjaalia mwanamke kuwa ni kitulizo kwa mwanamume. Waja'ala zawja rahmatan laha, na akajaaliwa mwanamume awe ni mwenye kumhurumia mkewe. Waja'ala bainahuma al-mawadda, na akajalia baina watu wawili wawe na mapenzi, watu wenye kupendana. Mume akiwa na haja na mkewe amwelezee, na mke na akisikia harara pia amwelezee mumewe. Kwa hivyo mapenzi lazima watu wawe wakihurumiana. Faqala ta'ala, akasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan, na katika alama zake Mwenyezi Mungu ni kule kuwaombieni nyinyi kutokamana na nafsi zenu wanawake, litaskunu ilaiha, ili mpate kujituliza kwa wao. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, na kawajalia nyinyi muwe na mapenzi na kuhurumiana. Na hivi ndilo umbo la binadamu walioumbiwa, kuhurumiana. Wanadamu na majini wamepewa fursa hii. Ushamuona mbuzi akimhurumia mbuzi mwenziwe? Lakini fursa hiyo wamepewa wanadamu kwa sababu Mwenyezi Mungu amewapa akili. Tangu lini ukimwona mke mbuzi akimpisha mkewe mumewe mahali pa kulala? Tangu lini ukimwona ng'ombe akimtengezea mkewe mahali pa kulala? Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewanyima wanyama akili, amewapa wanadamu watambue. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, Mwenyezi Mungu amewajalia nyinyi viumbe viwili, majini na watu, mawadda, mapenzi na rehma, mupendane na mhurumiane. Wal mar'atu salihatun hiya idha amaraha zawjuha ata'athu, na mwanamke mwema, ndugu Waislamu, ni yule ambaye kwamba anapoamrishwa na mumewe anakuwa ni mwenye kumtii, si mwanamke mkejeli, jeuri. Ni makosa. Lazima mwanamke awe tahta al-amr, juu ya mumewe. Kwa hiyo lazima mwanamke awe chini ya mumewe. Wa antakuna qani'atun min zawjiha, na awe mwanamke mwenye kukinai kwa atakachokipata mumewe, bima razaka Allahu Ta'ala, kwa kile alichomruzuku Mwenyezi Mungu. Fala tataaffaf wala tatasakhaf baik al-aish, wala sikasirike akaona taabu kwa sababu ya shida ya maisha, bal tudhihiru ridha wal qanaa, awe mwanamke mwenye kudhihirisha kuridhika na kukinai. Watukadiru taabu zawjiha, na aweze kuziweza zile taabu za mumewe, fi tahsili rizq, katika kile kiwango mumewe anachokipata. Wala tatlub minhu fawqa alhaja, wala sitake mambo mazito khasiyatan an yaqa fi kasbi alharam, asije mumewe akaenda katika mtu aleta pesa za haramu. Lazima umsamilie mumeo kwa kichache anachopata. Sikuwa umtake mumeo mambo makubwa, maleleo atagora ile hii, kesho kitambara kipya kinaingia cha sare, kesho sijui ataka hili. Mumeo afanya kazi pengine kili mbili, mshahara 1500, fikiria zile mtakula, mtavaza harusini. Kwa hivyo lazima umsamilie mumeo kwa kile kichache anachokipata. Na wala wengine msifanye israfu, pengine mumeo kwa Saudia ikawa ni mtu wa mshindo kuvaa kwa ajili ya kuonesha watu. La, wala tatlub minhu fawqa alhaja, basi msitake kwa ume zenu mambo kuvuka mipaka, khasiyatan an yaqa fi kasbi alharam. Asije mumeo akaenda akachukua pesa za kuiba, akawa pengine afanya kazi bank, akaanza kufanya mambo ya vituko kule, akaleta pesa kwa wingi kwa sababu mwataka mambo ya kulia makubwa. La, usitake mambo zaidi kwa mumeo. Wala qad kana nisa'u fi zamani rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, walikuwa wanawake katika zama za bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hata idha kharaja ar-rajulu fi baytihi taqulu lahu imra'atuhu ya fulan, anasema mwanamke kumwambia mumewe, fulani we, ittaqillaha fina, mche Mwenyezi Mungu juu yetu. Mume wangu huenda nje, na nje kuna mengi. Ole wako mume wangu na chumo la haramu, fa innana nasbira ala al-ju'i fi dunya, sisi tuweza leo kustamili hii ndaa ya ukame wa ulimwenguni, walakinana la nastati'u sabratan ala an-nar jahannam, lakini leo hatuwezi kusubiri sisi kesho kwa Mwenyezi Mungu moto utakaowaka mno. Kwa hivyo wanawake muwe wenye kuridhika, isije kawa pengine mumeo hali yake taabani, ukitoka nje enda zungumza kwa watu kwa mume gani yule, kila siku papa tu, kila siku muhogo tu, nyama mpaka sikukuu. La, lazima mstiri mumeo na usubiri kwa kichache ambacho kwamba amekipata. Usiwe mtu mwenye kuzungumza nje na kuleta tabu na kufika kudai talaka pasi na sababu. Asema bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mwanamke ambaye kwamba atakuwa anadai talaka haipati harufu ya pepo ikiwa atadai talaka pasi na sababu zenye kujuzu. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu,
lazima wanawake musikilize darasa hii na muwe watiifu juu waume zenu, na muwaridhie, msio mkiwakataa katika vitanda na kuwagura. Kwa sababu jambo hilo wasema bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mwanamke atakapomgura mumewe kitandani hulaaniwa na malaika usiku kucha mpaka utakapopambazuka. Kwa sababu kuna wanawake wengine wakitaka vitu kwa waume zao, ikiwa mume yule hakuweza kuvileta, basi huwa ni chuki mpaka mume usiku pia kitandani afukuzwa. Hii ni makosa. Mwanamke atakapokuwa amemkimbia mume kitandani ama amemnyima kukidhi haja zake, yuwalaaniwa mwanamke yule usiku kucha na vitu vyote ulimwenguni mpaka kunapopambazuka. Kwa hiyo ndugu Islam, haya ni maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Atakaniwa mwanamke yafuate kuyatimiza juu ya mumewe aweze kuipata pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kufikia hapa nampisha ndugu yangu Jaafar aweze kuifunga darasa hii, na iwapo atakuwa mtu ana swali katika wale hudhuria aweze kumuuliza Sheikh Jaafar na kuikamilisha darasa hii. Tafadhali. Sheikh, mimi nina swali, na swali langu ni kuwa kuna baadhi ya kina mama huwafanyia mabinti zao walioolewa ugawaji, yani huwatafutia wanaume. Je, hukumu ya wanawake kama hawa kidini ni vipi? Bismillahirrahmanirrahim. Kwa hilo swali lako, bila shaka tendo la huyu mwanamke kumwamrisha binti yake kufanya kitendo cha zinaa ni kitu kiovu kabisa katika dini ya Uislamu, na hakuna yeyote ambaye anaridhia kitendo kama kile kufanyiwa binti yake wala kufanyiwa bibi yake. Kwa hivyo hiki ni kitendo kibaya. Mwenyezi Mungu amekataza ndani ya Qur'ani na mtume akikataza katika sunna kitendo hichi. Anasema Mwenyezi Mungu, fasalihatu qanitatun hafidhatun lilghaibi bima hafidha Allah. Katika aya hii Mwenyezi Mungu amewaamrisha, amewaelekeza wanawake bwana zao wakiwa hawako nyumbani au wametoka nyumbani, basi wajihifadhi katika nafsi zao, wasiwe ni watu ambao kwenye kutembea tembea wala kupitia mitaani vitu kama vile. Na kitendo kile cha yule mama hakifai, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man sanna fil islami sunnatan sayyi'a falahu wizruha wa wizru man amila biha ila wala yanqus minhuma shay'a, kwamba mtu ambaye ataamrishana kitendo kibaya kikafanywa, basi ana adhabu kama yule ambaye amefanya kile kitendo. Na bila shaka kila mtu yajua kwamba mtu ambaye ameolewa ama ambaye ameoa kitendo cha zina akikifanya, basi hukumu yake ni kupigwa mawe mpaka akafa. Kwa hivyo kitendo hiki ni kibaya sana, na binti yule haimjuzi yeye kumfuata au kufuata amri ya mama yake katika kile kitendo. Mtume anasema sallallahu alayhi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Haimjuzi ama haipasi mtu kumtii kiumbe katika kumwasi Mola wake. Na amesema Mwenyezi Mungu akituhusia kuishi na wazazi wetu katika hali nzuri, lakini anaendelea akisema, wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fi dunya ma'rufa. Yani tuishi nao vizuri, lakini wakituamrisha kumshirikisha Mwenyezi Mungu tusiwatii, au katika kutuhusia tufanye maovu tusiwatii, lakini tuishi nao vizuri. Wassalamu alaykum. Sheikh, na mimi nina swali kuhusiana na mwanamume anayemwamrisha mkewe kuacha mavazi ya kidini na badili yake avae mavazi ya kileo ambayo hayana heshima. Hukumu yake ni nini? Bismillahirrahmanirrahim. Kwa hakika jambo hili halijuzu kwa mwanamume kumwamrisha mke wake kufanya mambo ambayo ni maasi, kama vile tumetangulia kutaja ile hadithi ambayo inasema la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, kwamba haimjuzi mtu kufuata maamrisho ya kiumbe katika kumwasi Mola wake, bali inampasa yule mwanamume kumwamrisha kufuata dini, wala isiwe ni katika kinyume. Na pia hata akimlazimisha kuwa afanye kitendo hichi, na pengine anamwambia nitakutaliki usipofanya jambo kama hili, basi haimjuzi bado kuwa atafanya lile jambo, na yule mwanamke akifanya atakuwa na dhambi, lakini dhambi ya yule mwanamume ni kubwa kuliko ya yule mwanamke wake. Ndugu zangu Waislamu, isifahamike kwamba ni lazima au ni wajibu kwa mwanamke kumtii mume wake au watoto kuwatii baba zao, yani katika mambo yote,
lakini ifahamike kwamba taa hii ni katika maarufu, yani ni katika mema peke yake. Lakini mtu yeyote akikuamrisha mabaya, maovu, mambo ambayo na khalif amri ya Mwenyezi Mungu na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, haijuzu kwa itifaki ya ulama wote. Maulama wote wamekubaliana katika jambo hili, na Mwenyezi Mungu atujalie tuwe ni wenye kusikiliza na kufuata. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اهدي أزواجنا، اللهم اهدي أزواجنا، اللهم اهدنا إلى ما تحب وترضى، اللهم خذ بناصيتنا إلى ما تحب وترضى. سبحان رب العزة ما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله.